Hongera sana kwa kufutulisha siku ya leo. Asante sana. Labda kitu gani ambacho kimekufanya mpaka umeamua kufanya tukio kama hili na umealika viongozi wakubwa wa kidini? Ni kawaida yangu. Kama maandiko yalivyosema, lazima tujitoe kwa wenzetu. Flower Foundation huwa kila mwaka tumeweka kanuni kwa wenzetu Waislamu tunafutulisha. Kila mwaka. Na najua nguvu ya kufutulisha. Kwa hiyo ndio maana nimeendelea kufanya. Na kama unasikia hii ni futari ya 5. Kwa hiyo miaka 5 mfululizo. Kabla sijawa na media na mpaka nimekuwa na media. Ndio. Miaka 5 unafutulisha. Ndio. Hongera sana. Asante sana. Pia media yako inakuwa kwa kasi sana, kuna siri gani? Siri pia media wenzangu mnanisupport. Media wenzangu mnanisupport. Na support mnaonipa inanipa faraja kwa kweli. Kwa hiyo na pia kuwa na usubutu, kutokukata tamaa. Ndio maana nimefika hapa. Na sio kwamba inakuwa bila mapigo. No. Kwa mfano nakumbuka nimepata license ya kuwa kwenye TV broadcast miaka 3 iliyopita, lakini hujaniona Azam, hujaniona Star Time. Sio kama staki. Kwa hiyo unaweza kuona napitia mambo mengi sana, lakini napambana inakuwa. Ndio. Bwana, kwanza futari za mwaka huu zimekuwa zina gumzo sana. Ukienda huku maoni ni mengi kwamba futari ya mtu fulani aliyefutulisha ni futari haramu sini na nini, na wewe leo ni miongoni mwa watu ambao wamefutulisha. Kwanza yale maoni ulikuwa unaonaje namna mashehe wanapozungumza kuhusu futari za mwaka huu? Kila mtu ana maono yake. Kama kuna mashehe waliziona zile, inawezekana waliziona na wakaona uharamu wake. Lakini leo umemsikia mufti mkuu ameongea vyema sana. Na mufti mkuu sifikiri anaweza kaenda kila sehemu. Ina maana mpaka amefika hapa mufti mkuu wa Tanzania ana vyanzo vyake vya uchunguzi, amefuatilia. Ile ni icon ya serikali nchi nzima, ni sawasawa aje kardinali mkuu wa Tanzania. Kwa hiyo naamini hata yeye amesema hapa kwamba hawajakatazwa Waislamu kuja kwa Wakristo, ili mradi tu ile mtu anatenda jambo jema ambalo liko kwenye maandiko na iko wazi na ameitolea ufafanuzi hapa. Kwa hiyo ya kwetu inshallah tunamshukuru Mungu imekuwa ya baraka. Asante. Mheshimiwa, labda ningependa kuuliza, umesema huu ni mwaka wako wa 5 umekuwa ukifuturisha. Sasa ni kwa nini iftari hii ya mwaka 2025 uliifanya hapa na si pengine? Futari zote 4 nimezifanyia hapa. Nimeanzia futari ya kwanza nilialika watu wa kawaida sana. Na hata mandhari unavyoona ya leo na yale miaka 3 iliyopita, miaka 4 iliyopita, watu wengine walikuwa wanacheka. Nafikiri tulikuwa na katenti kamoja pale, wengine tulikaa juani. Kwa hiyo hii ni futari ya 5, lakini hapa ofisini ni ya 4. Na mufti amesema vyema sana. Mimi huwa napenda, sipendi kwenda, sio kwamba sina hela ya kwenda Kempiski, sio kwamba sina hela ya kwenda maukumbi ya gharama, sio kwamba sina hela ya kwenda, hapana. Ila natamani niwaitie watu hapa, nijumuike na jamii yangu, hata majirani zangu, ili tushare pamoja. Na ndio maana umeona nimemwita jirani yangu ambao kwa kifuturisha wafanya kazi wangu, na ametoa neno zuri sana kwamba subira na kukinaika. Kwa mimi nimefika hapa leo, nimeifanyia hapa ya kwangu kwa sababu tu kwanza ni nyumbani kwetu kama media, lakini ndio mazingira yake ilipo. Ndio maana napenda kuifanyia hapa. Yaani kwamba zile gharama ambazo ningezilipa watu wengine nimeweza kuzitoa. Kwa mfano leo nimetoa fursa pia kwa vijana wenzangu. Kwa mfano huyu We Plan, dada yangu Linda, ni kijana ambaye alikuwa amepambana, alikuwa nafikiri second runner Miss Tanzania, akatengeza kampuni yake miaka 2 iliyopita. Na leo hii nimemwalika miaka futari zote 3, lakini ya leo nimemwambia na wewe tafuta kitu ambacho unaweza kufanya. Na ameleta, ndio amepamba, na amepamba vizuri kuliko hata watu wengine ambao tulikuwa tunawazania. Ni kijana mwenzangu. Dada yangu Shilole ametulisha pale. Kwa tungepeleka kwenye makumbi mengine au ya gharama, tusingewapa hapa fursa, lakini leo nimetoa fursa kwa dada yangu Shilole na ameipata hiyo riziki. Kwa hiyo kufanyia hapa inatengeza fursa kwa watu wengine pia, badala ya kwenda kufanyia kwenye watu waliotosheka. Kwa hiyo nimefarijika sana. Ni wengi, kuna vijana wenzangu wamekuja hapa wengi sana. Kuna wengine kwa sababu kuna wajirani zangu wengine ukiangalia kuna watu wa kawaida sana wameletwa na bodaboda hapa. Lakini futari zile zingine za kule huwezi kumwona mtu amepelekwa na bodaboda, au wengine wanakuja kwa mguu. Kwa hiyo futari ya leo hapa, kule wapi kote unapaona hata ndugu yangu.
Kwa hiyo tunashukuru sana. Okay, sana. Labda umejipangaje na maoni ya baadhi ya mashabiki na wadau mbalimbali kwamba bwana Dominic, kwa nini usingeenda labda kufutulisha watoto yatima na watu wenye uhitaji maalum? Tayari watoto yatima imefutulisha, na ukiangalia hata kwenye vyombo vya habari utaona nimefutulisha watoto yatima Magomeni watoto 500, nimefutulisha watoto yatima wanaolelewa kwenye kituo cha Kristo kiko Kimara. Wapo watoto wengi sana, kuna wamama wametengeneza wanawasomesha wale watoto. Sikufutulisha tu, nitoa mpaka misaada, lakini kesho kuta pia naenda kufutulisha watoto yatima. Yani ni kawaida yangu kwa kweli. Nimefika hapa kwa sababu hiyo. Namna Dr. Sule alivyomkosoa Diamond Platinum, unahisi labda Diamond Platinum labda alipata maumivu kiasi gani ama alimtafakari vipi Dr. Sule kwa kile ambacho alizungumza? Bahati mbaya Dr. Sule sikumsikiliza na sikujua chochote alichoongea, kwa hiyo siwezi kucomment kwenye kitu ambacho sijasikiliza. Lakini umeona namna Diamond Platinum alivyozungumziwa kwa namna moja ama nyingine? Bado pia sijaiona hiyo, labda kwa sababu nilikuwa busy na futari yangu. Dr. Sule, kwa upande wako Dominic, ni labda ni shehe wa aina gani? Dr. Sule sijawahi kumfuatilia sana. Mimi unaowafuatilia ndio nimewalika asiye pia hapa. Kwa na mimi huaga napata busara za mufti, na hasa zake, mawadho yake, shehe wa wilaya, shehe wa kata yangu, na nimewaalika leo na nimewapa nafasi ya kutoa neno. Kwa hiyo kwangu mimi kwa Dr. Sule sijawahi kubahatika. Sijui hata msikiti uko wapi, lakini sijui kwa kweli. Kama msikiti wake hata sijui. Kwa hiyo kwa kweli kwenye hilo siwezi kuongea uongo. Unawaambiaje matajiri ama watu wenye uwezo kama wewe na wanafanya matukio kama haya? Tuendelee kujitoa, tusikatishwe tamaa. Inaleta umoja, inaleta upendo, inatuunganisha watu. Usikate tamaa kujitoa, kwa sababu dhamira yako unaijua mwenyewe. Kwa hiyo ukisikiliza ya watu utofika. Kelele nyingi huwa zinabadilisha mwelekeo. Kwa hiyo kwa mimi nimepigiwa kelele nyingi sana. Nashukuru ya kwangu haijawahi kusema ni haramu. Za kwangu siku zote nafikiri watu wote wanazipokea kwa upendo. Zimenyooka sana. Na mimi mwenyewe ukija hapa hata kama una maneno mabaya yanafutikia getini, kwa sababu nimepiga swala hapa zamana. Kabla haijafika nilijua kabisa hapa inawezekana wakaja watu wawili. Kwa nilimwambia Mwenyezi Mungu nisaidie, unajua matendo yangu kwenye jamii yangu. Nisaidie nipate watu, na watu wamekuja, tumefurahi pamoja. Inshallah, nashukuru Mungu. Kwa uongozi vipi mwaka huu tunaingia ama ndo tumekata tamaa kabisa ama tumeacha? Kwenye uongozi mimi ni kiongozi. Kwa sababu na uongozi, sasa hujaniambia uongozi wa namna gani? Tunaelekea mkurugenzi wa Furaha Media ni kiongozi. Mimi ni mwajiriwa wa umma. Ni kiongozi. Kiongozi sasa hivi na watoto, miaka 5 nilikuwa sina watoto, sasa hivi ninao. Ni baba, ni kiongozi. Kama kiongozi wa familia, si ndivyo? Nimelisema kwenye baadaye kwenye, lakini ndani ya chama kingine hapa ni kiongozi, tena kiongozi wa mkutano mkuu wa mwisho. Kwa hiyo kwenye chama nipo, kwenye biashara nipo, kwenye utumishi nipo, mtaani nipo, nyumbani nipo. Kwa hiyo uongozi upi? Ndoto yako ya kuwa mbunge bado iko pale pale? Hii niliyopo nafikiri kuna uzaidi fulani. Ndugu yangu usinifikishe shoti. Bado muda ukifika, inshallah Mungu kama tunasubiri muda halali ambao umepangwa kwa sisi Chama cha Mapinduzi. Kuna muda halali baada ya bunge kukoma tarehe 29, hapo watatangaza namna ya kuchukua fomu. Mpaka saa hizi bado sijajua, lakini wakati wakitangaza inawezekana nikawa na nia hiyo. Siwezi kusema najipanga, ila nasubiri wakati ufanyeje ufike. Hapo ndo nitajua sasa nimeshajipanga, nijipime au ikoje. Ndio. Neno la mwisho kwa Tanzania ambao tunaelekea uchaguzi mkuu mwaka huu. Naombea amani. Naombea amani kwenye nchi yangu. Vijana tupambanie amani ya nchi yetu. Tuchague viongozi ambao wanatufaa, lakini kwa kutokufanya fujo. Tuamini mamlaka zilizopo. Yaani unajua vijana oga tuelewi, yani tunaona kama tunaonewa tu. Niambia vijana wenzangu, nawaomba sana kwa unyenyekevu. Nchi yetu ni nchi yetu. Wengine wanaotaka nafasi ni watu wengine. Tuipambanie nchi yetu kwa kuiombea amani. Unaona Kongo, unaona Sudani. Na haya mataifa yanatamani na sisi tuingie kwenye mgogoro huu.
lakini nashukuru Mungu sisi tumeungwa kwa umoja. Baba wa taifa alituweka pamoja, lakini tunavumiliana sana. Kwa hiyo tuendelee kuvumiliana na tuiombee amani nchi yetu. Shukrani sana. Asante sana.